kuvunja vizuizi vya mwanzo mpya. Kuvunja vizuizi vya mwanzo mpya. Naomba tufahamu asipele, Mungu ni Mungu wa mwanzo mpya. Ni Mungu ambaye anataka afanye jambo jipya kwako. Ni Mungu wa mwanzo mpya. Is the God of new beginnings. Ni Mungu ambaye amekusudia kufanya mambo mapya kwenye maisha yako. Mungu wetu sio Mungu wa ya kale. Mungu wetu sio Mungu wa ya jana. Jana ilikuja na ikaenda. Leo ni siku nyingine. Ana mpango wa kufanya jambo jipya. Sema, Mungu wangu ni Mungu wa mambo mapya. Sema tena, Mungu wangu ni Mungu wa majira mapya. Sema tena, Mungu wangu ni Mungu wa mambo mapya. Na mtu anaweza kuuliza, mwanzo mpya ni nini? Switch off this one please. Mwanzo mpya ni kitu gani? Mwanzo mpya ni fursa mpya. Mwanzo mpya ni neema mpya. Mwanzo mpya ni kibali kipya. New favor. Mungu anapotaka kukupatia mwanzo mpya, anakupa kibali kipya. Anakupa fursa mpya. Mungu ni Mungu wa nafasi ya pili. Ni Mungu wa nafasi nyingine. Ni Mungu wa kibali kipya. So inawezekana ulipata kibali na ukapoteza. This is your time to gain a new favor. Haya ni majira yako ya kupata kibali kipya. Mtu fulani sema amen. Sema amen kubwa tafadhali. Sema, haya ni majira yangu ya kupata kibali kipya. Labda ulipoteza fursa. Ulipoteza fursa ya kwenda mbele. Yamkini kuna nafasi Mungu alikupatia. Kuna nafasi ofisi ilikupatia, lakini all over the sudden hiyo nafasi ukaipoteza. Hiyo nafasi ikanyang'anywa. Mungu ni Mungu wa mwanzo mpya. Mtu fulani sema, Mungu ni Mungu wa mwanzo mpya. Sema tena, Mungu ni Mungu wa mwanzo mpya. Anasema usiyakumbuke mambo ya kwanza, wala usiyafikirie mambo yaliyopita. Tazama, nafanya jambo jipya. Mtu fulani sema, Mungu anafanya jambo jipya. Anasema tazama, nafanya jambo jipya. Anasema, je, hutalijua? Nitatengeneza hata njia katika jangwa. Nitafanya njia jangwani. Mungu wetu ni Mungu anayetengeneza mwanzo mpya. Maana nini? Maana ni kwamba hata kama umepoteza kila kitu, God can create. Mungu anaweza akaumba mwanzo mpya. Mungu anaweza akatengeneza mwanzo mpya. Asema tazama, anza mstari wa 18 tafadhali. Asema kwamba Mungu anaweza akatengeneza mwanzo mpya. Verse 18. Mungu anaweza akatengeneza mwanzo mpya. Mungu anaweza akafanya mwanzo mpya. Kitabu cha Isaya 43:18. Tusome kwa pamoja, 1, 2, 3 tafadhali. Msiyakumbuke mambo ya zamani. 19. Tazama, nitatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Mungu ana uwezo wa kufanya jambo jipya. Hii ina maana gani? Bila kujali hali ulio nayo, Mungu anaweza akatengeneza kwa upya. Bila kujali umepoteza vingapi, Mungu anaweza akafanya tena kwa upya. Yamkini hali yako inakatisha tamaa.
inakatisha mazingira, inakatisha tamaa mazingira, lakini Mungu akihusishwa, mambo yanaweza kufanywa kwa upya katika jina la Yesu. Ninakuombea majira haya yakawa ni majira yako ya mwanzo mpya katika jina la Yesu. Mtu fulani sema amen. Mtu fulani sema amen. Now, nini kizuizi cha mwanzo mpya? Nini kizuizi cha mwanzo mpya? Namba moja, kutojihusisha na mambo ya ufalme wa Mungu. Kutojihusisha na mambo ya ufalme wa Mungu. Kutojihusisha na mambo ya ufalme wa Mungu kuna kuzuia kupata vitu vipya. Nimegundua the more unavyomsogelea Mungu, ndivyo the more unavyoanza ku experience mambo mapya kwenye maisha. Kutojihusisha na mambo ya ufalme wa Mungu, yaani mambo ya Mungu hayakuhusu. Mambo ya Mungu sio yako. Mambo ya Mungu wewe sio issue, hayakusukumi. Sikiliza, mambo ya Mungu asipokusukuma, Mungu asukumwi na mambo yako. Sikiliza hili. Babangu akilola leo kuniambia, mahali unapomweka Mungu ndipo panapoamua mahali Mungu atakapokuweka. Unavyomchukulia Mungu ndivyo Mungu anavyokuchukulia. Mahali unapomweka Mungu panaamua mahali Mungu atakapokuweka. Mungu anakuweka wapi? Mungu anakuchukuliaje? Inategemea sana unapomchukulia Mungu. Huwezi ukamchukulia Mungu kikawaida na yeye akakuchukulia kwa tofauti. Mahali unapomweka Mungu ndipo panapoamua mahali Mungu atakapokuweka. Na kutojali mambo ya ufalme, kuyachukulia mambo ya ufalme kwa mtazamo duni na kwa mtazamo wa kawaida, ndicho kinachosababisha hali yako ibaki kwa muda mrefu. Mungu akusudii changamoto yako ikae miaka 3. Hapana. Mungu akusudii tatizo lako likae wiki nzima. Anasema huenda kilio kikakaa usiku, kikadumu usiku, lakini asubuhi huja furaha. Maanake ni nini? Maanake bila kujali the intensity of the night, the intensity of darkness, bila kujali uzito wa giza, bila kujali uzito wa usiku, asubuhi lazima ije. Mtu fulani sema amen. So manake ni nini? Manake ni kwamba bila kujali unachopitia, Mungu anakuambia kwamba inawezekana asubuhi yako kuja. Lakini kinacho facilitate, kinachochochea huo mwanzo mpya uje kwa haraka ni moyo wako ukoje kwa Mungu. Unamchukuliaje Mungu? Angalia hili kitabu cha Zaburi sura 30, anza mstari wa 4. Bwana Yesu asifiwe. Anasema mwimbieni Bwana zaburi, enyi watoa wake, na kufanya shukurani kwa kumbukumbu la utakatifu wake. Mstari wa 5 anasema maana ghadhabu zake ni za kitambo tu. Mtu anasema ghadhabu zake ni za kitambo tu. Anasema ghadhabu zake ni za kitambo kidogo, kitambo tu. Katika radhi yake mna uhai. So ukianza kuona Mungu amekughadhibikia, mambo yako yamekuwa mabaya, mwezi wa kwanza, wa tatu, wa mwaka mzima, mwaka wa pili, jichunguze unavyomchukulia Mungu. Uwezi ukamchukulia Mungu kwa kumaanisha na Mungu akakuachia msiba. Uwezi ukamchukulia Mungu kwa kumaanisha na Mungu akakuachia matatizo yako. No. Maandiko yanasema mtwike yeye mzigo wako, maana anajali sana. Anasema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Manake ni nini? Manake ni kwamba kila aina ya uzito ni wa kitambo tu. Kila aina ya tatizo ni ya kitambo tu. Upasi kupata matatizo ya kudumu. Upasi kupata changamoto za kudumu. Machangamoto yanapaswa kuwa ni ya muda tu, lakini kinachoondoa hizo changamoto, kinachoyeyusha haya matatizo ni nini? Ni wewe kuchukulia mambo ya Mungu kwa kumaanisha. Ukimchukulia Mungu kwa kumaanisha, lazima Mungu amaanishe kwenye maisha yako. Take God serious.
Na kumchukulia Mungu kwa kumaanisha maana yake nini? Labda mtu akauliza, kumchukulia Mungu kwa kumaanisha maana yake kuchukulia neno lake kwa uzito, taking his word serious, kulichukulia neno lake kwa uzito, kutomchukulia neno kwa wepesi, kulichukulia neno lake kwa uzito. Asema neno lako nimeliweka kuwa ni kipaumbele changu. Daudi anasema ninalifurahia neno lako kama vile mtu anavyofurahi anapopata mateka mengi. Mungu anatutaka sisi tuchukue neno lake very serious. Kumchukulia Mungu serious maana kuchukua neno lake very serious. Mungu anasema nini? Huo ndio mwelekeo wangu wa maisha. Anachokisema Mungu ndicho nitakachokifanya. Mungu anasema nini? Ndiyo seriousness yangu. Anachokisema Mungu ndiyo mwelekeo wangu. Kumchukulia Mungu serious maana yake nini? Maana yake ni kutii anachokisema, kutii anachokiagiza, kutii anachokisema. Mungu anachosema ndicho anachomaanisha, na kila neno la Mungu lina uwezo wa kutimiza kinachosemwa. Every God's word has the capacity to fulfill what he has said. Anachokisema ndicho anachokitimiza. So kumchukulia Mungu serious maana yake ni kutii anachokisema. Namba 3, kumchukulia Mungu serious maana yake ni kufanya anachokitaka, kinachomfurahisha, kuyafanya yanayomfurahisha, kuyafanya yanayomfurahisha. Kumchukulia Mungu serious manake ni kufanya yanayomfurahisha. Nini kinamfurahisha Mungu? Labda tujiulize, moja kitu ambacho kinamfurahisha sana Mungu ni watu kuokolewa. Moja kitu ambacho kinamfurahisha sana Mungu ni watu kuokolewa. Mungu afurahishi tunavyovaa, afurahishwi sana na nyumba tunazoishi. Mungu anafurahishwa sana, mwambie jirani sana, na watu wanapookoka. Sema tena, Mungu anafurahishwa sana na watu wanapookoka. Maandiko yanasema kuna furaha mbinguni mwenye haki mmoja atubupo. Nilisoma kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 2 kwamba asema yeye aketie aketie mbinguni anacheka. Hapo nikasoma kuna furaha mbinguni mwenye haki mmoja anapotubu. So moja ya kitu kinachomfurahisha Mungu ni pale watu wanapookolewa. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanapookoka, maandiko yanasema yeye aketie mbinguni anacheka. Kucheka ni udhirisho wa furaha. Asema nawaambia, Luka 15:10, asema vivyo hivyo kuna furaha mbele ya malaika wa Mungu kwa ajili ya mwenye haki mmoja atubuye. So mbingu inafurahi, mbingu ina suspend utendaji wa mbingu mwenye dhambi mmoja anapotubu. Sasa imagine, inamfurahije mtu ambaye amesababisha huyo mwenye dhambi atubu? Kama Mungu anafurahishwa na mwenye dhambi akitubu, vipi kwa habari ya mtu aliyosababisha atubu? Tunapokwenda kuvuna nafsi, tunaenda kuwasababisha watu watubu. Amen. Sema nasikia. Ninapokwenda kuambia watu habari za Kristo, ninaenda kuleta sababisho la watu kutubu, watu kusema Yesu nisamehe. So kwenda kuvuna nafsi kunamfanya mtu mmoja afurahiwe na mbingu. Na mbingu zikikufurahia, my friend, watu lazima kusikilize. Asema huyu ni mwanangu mpenzi nayependezwa naye, msikieni yeye. Mungu akipendezwa na wewe, watu lazima kusikilize. Mungu akipendezwa na wewe, Yesu alisikilizwa mpaka na maji, alisikilizwa mpaka na mawe. Mawe yalimsikiliza Yesu. Sikiliza, business, biashara zilimsikiliza Yesu. Biashara ya samaki, biashara ya fishing ilimsikiliza Yesu. Yesu alisikilizwa na kila kitu, na kila kitu. Kwa nini?
alikuwa alimpendeza Mungu. Moja ya njia ya kumpendeza Mungu ni kwa sisi kwenda kuambia watu habari za Kristo. Sikiliza my friend, uliokolewa ili na wewe usababishe wengine waokolewe, au kuokolewa ili kujaza kanisa. Uliokolewa ili kuwafanya wengine waokolewe. Bwana Yesu asifiwe. Uliokolewa ili wengine pia wapate kuokolewa. So moja ya kazi yetu ni kuambia watu habari za Kristo. Asema watasikiaje wasipohubiriwa? Watahubiri vipi wasipopelekwa? Maana ni miguu nzuri kiasi gani miguu yao wanaohubiri habari njema. Wahubiri vipi wasipopelekwa? Watasikiaje wasipohubiriwa? So maana yake watatubuje wasiposikia, na watasikiaje wasipohubiriwa? So kumbe tunapokwenda kuvuna nafsi, tunaenda kuleta sababisho la wao kusikia na kutubu. Sema amen. Sema mimi ni mmoja ya watu niliyokusudiwa kuokoa watu. Warumi sura 10 mstari wa 15. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na utajiuliza kwa nini watu ni wazito kwenda kuhubiri nafsi. Bwana Yesu asifiwe. Namba moja, kwa sababu ya upendo wao wa Mungu umepoa ndani yao. Watu hawavuni nafsi kwa sababu upendo ndani yao umepoa. Kama moyo wako umeamka kwa ajili ya Bwana, moja ya dalili kwamba umeamka ni kuambia watu habari za Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini watu hawavuni nafsi? Namba mbili ni dhambi. Dhambi inakushika, dhambi inakuzuia, dhambi inakupinga ili usizungumze chochote kwa habari ya Kristo. Dhambi inakupinga, dhambi inakuzuia. Dhambi ni kizuizi cha watu kuhubiri habari njema. So ukitaka kuhubiri habari njema kwa urahisi na wepesi, epuka dhambi. Maandiko nasema kwamba mwenye dhambi, muovu, ukimbia hata kukiwa hakuna mtu anayemkimbiza, lakini mwenye haki ni jasiri kama simba. Haki itakupatia uwezo wa kuzungumza. Haki itakupatia ujasiri wa kuzungumza. So dhambi ni kikosesha ujasiri, haki ni kipatia ujasiri. So unapotembea kwa haki unakuwa na ujasiri ndani. Sikiliza ndugu yangu, Mungu hatamtumia mwenye dhambi kumwokoa mwenye dhambi. Mungu atamtumia mtakatifu mwenye haki kumwokoa mwenye dhambi. So moja kizuizi kikubwa cha Wakristo leo kinachowazuia wasiwaambie watu habari za Kristo ni kwa sababu maisha yao yana maswali. Maisha yao yana maswali kwamba hata wewe, Bwana Yesu asifiwe, hata wewe. Sikiliza, kwenye ulimwengu wa roho hatujulikani kwa majina yetu. Kwenye ulimwengu wa roho tunajulikana kwa mamlaka tulizo nazo, mamlaka za utakatifu. Ndio maana wanaoskewa shetani, mapepo yaliwajua wanaoskewa kwa majina, lakini hawakuwajua kimamlaka. Ndio maana akasema Yesu tunamjua, Paulo tunamjua, lakini ninyi wana waskewa ni akina nani? So alipouliza ninyi ni akina nani, hakuwa anamaanisha majina yao au surnames zao. Alichokuwa nataka kujua ni mamlaka zao katika roho, na mamlaka katika roho ni matokeo ya haki, ni matokeo ya haki, ni matokeo ya kusimama sawasawa katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe. So watu wavune nafsi, namba moja kwa sababu ya upendo kupoa, namba mbili kwa sababu ya dhambi, lakini namba tatu kwa kukosa mtazamo wa kuwa kazi ya Mungu ni kazi. Kwa kukosa mtazamo wa kwamba kazi ya Mungu ni kazi. Kazi ya Mungu ni kazi. Kazi ya Mungu ni kazi kama kazi zingine. Kazi ya Mungu inahitaji kuwa na mtazamo wa kazi. Watu hawana mtazamo huo.
Watu wanamtazama kwamba kazi ya Mungu ni kazi ya kufanya kwa ulegevu. Nipatie kitabu cha Yeremia sura ya 48 mstari wa 10. Yeremia 48 mstari wa 10. Kazi ya Mungu inahitaji mtazamo wa kazi. So watu wengi hawavuni nafsi kwa sababu hawana huo msukumo kwamba kazi ya Mungu ni kazi. Wao wanadhani kazi yao ya kufundisha, kazi yao ya usafi, kazi yao ya ofisini ndio kazi. Sikiliza, kazi yote unayofanya hapa duniani kuna siku na staff. Bwana Yesu asifiwe. Kila kazi unaifanya hapa duniani kuna siku itastaff. Afu kazi hapa duniani zinaishia hapa. Lakini kazi yote unaifanya kwenye ufalme wa Mungu ya kuleta watu kwa Bwana, maandiko yanasema kwamba inakufuata. Asema matendo yao yawafuata, matendo yao mema. Angalia nao kitabu cha Yeremia 48 mstari wa 10. Tusome pamoja na tafadhali. 1, 2, let's go. Na alaaniwe mtu afanyaye kazi ya Bwana kwa ulegevu, na alaaniwe auzuiaye upanga wake usimwage damu. Ila ndiko tumeelewa wote, sio? Wangapi tunaelewa maana ulegevu? Kufanya kazi kwa ulegevu, naelewa maana yake? Bwana Yesu asifiwe. Na wangapi tunaelewa maana ya kazi ya Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Au maana ya kazi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ni kitu chochote ambacho unakifanya kwa energy, kwa nguvu, kwa ubunifu, kwa akili. Kazi ni chochote ambacho unakifanya kwa kutumia energy. Hakunaga kazi, wale ambao walisoma physics, hakunaga kazi kama hakuna uhusika wa energy. So chochote ambacho unakifanya ambacho una energy yote ambayo unaingiza sio kazi. Na kwenye ufalme wa Mungu leo tuna watumishi wengi wa Mungu ambao wanafanya kazi without any energy, bila energy yoyote. Na maandiko yanasema alaaniwe mtu yoyote afanyaye kazi ya Mungu bila energy. Tungeandika andiko kwa mtazamo wa fizikia, tungesema na alaaniwe mtu yeyote afanyaye kazi ya Mungu bila energy, kwa ulegevu, manake bila matumizi ya energy, nguvu inayostahili kazi husika. Yani imagine unataka kunyanyua ndoo ya lita 20, afu unatumia energy ya kunyanyua unga wa kilo 1. Kidole hichi kimoja unaweza ukashika kwenye unga na ukanyanyua, sio? Lakini hichi kidole ukinyanyulia ndoo ya lita 20, hiki kidole, Bwana Yesu asifiwe, hichi kidole kinaweza kaumia sana. Lakini utakapotumia vidole vyote hivi na ukashika pamoja ukanyanyua, utaweza. Watu wengi wanatumia energy ndogo inapofika swala kazi. Kazi ya Mungu inahitaji energy. Kazi ya Mungu inahitaji energy. Na ndio maana maandiko yanatuambia Yesu akazunguka huko na huko, huko na huko. Alikuwa anatumia nguvu. Sikiliza, habari nzuri ni kwamba shetani naye anachukulia kazi yake kama kazi. Aliuliza, wewe shetani unatoka wapi? Akasemaje? Natoka kuzunguka huko na huko. Na Yesu naye akaja akazunguka kwenye kila kijiji, kwenye kila mji, akihubiri habari njema ya wokovu huko na huko. So mtazamo wa kuiona kazi ya Mungu kama sio kazi ndicho kinachosababisha watu wengi wasivune nafsi. Bwana Yesu asifiwe. Nao hii ndicho kizuizi, moja kizuizi cha watu kutopata mwanzo mpya. Nao nini kizuizi cha mwanzo mpya? Namba 2, natumalizia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Namba 2 ni kukata tamaa, giving up, kukata tamaa. Kukata tamaa, Luka 18 mstari wa 1. Kizuizi cha mwanzo mpya, mwanzo wako mpya uko karibu.
Lakini sababu kwa nini uoni mwanzo mpya, kukata tamaa kumekuzuia. Watu wengi ni wepesi sana kukata tamaa, wepesi sana kuvunjika moyo. Luka 18 mstari wa kwanza. Wepesi sana kuvunjika moyo, wepesi sana kukata tamaa, wepesi sana kuvunjika moyo. Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo mpya ni matokeo ya kutokata tamaa. Mtu mmoja alisema, washindi hawakati tamaa na wanaokata tamaa hawashindi. Hebu nasema kwa pamoja, moja mbele, let's go. Washindi. Sema tena kwa sauti kubwa tafadhali. Washindi hawakati tamaa na wanaokataga tamaa hawashindani. So uwezi ukashinda ukiwa umekata tamaa. Uwezi ukaona matokeo makubwa ukiwa umekata tamaa. Kwenye Luka sura 18 mstari wa kwanza tafadhali. Luka 18 mstari wa kwanza, 1-2 tusome pamoja tafadhali, let's go. Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. So wakitaka wamwombe Mungu siku zote, wasijaribu kukata tamaa. Na wakitaka wasikate tamaa, wamwombe Mungu siku zote. Asante Roho Mtakatifu. Wakitaka kumwomba Mungu siku zote, lazima wakubali kutokata tamaa. Kwa nini? Kuna vizuizi vingi vya kuendelea kuomba. Kuna vizuizi vingi, sikiliza. Kuna vizuizi vingi vya kukata tamaa kuliko kuendelea. Na ndio maana kukata tamaa kanambia automatic. Yaani uhitaji kufanya vitu vingi ili ukate tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kutokata tamaa kunahitaji nguvu nyingi, kunahitaji neema kubwa. So washindi hawakatage tamaa. Akawaambia imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. So wakitaka kuendelea kuomba, wakitaka kuendelea kuona matokeo, wakitaka kuendelea kuishi, kama wasikate tamaa. Sikiliza ndugu yangu, ni dhambi kumkatia Mungu tamaa. Kwa wakati tunakuwa, mama yetu alituambia ni dhambi kubwa kuliko zote ni kukata tamaa. Afu nikaja kusikia nipookoka, it is foolishness to be hopeless as a Christian. It is foolishness to be hopeless as a Christian. Ni ujinga, ni kukosa akili, kukosa matumaini kama Mkristo. Mkristo anayekosa matumaini ni Mkristo ambaye amekosa maarifa. Ukiwa na maarifa huwezi ukakosa matumaini. Come on. Ukiwa na maarifa huwezi ukakosa matumaini. Matumaini mama yake ni maarifa. Ukijaa maarifa utajaa matumaini. Ukijaa ujinga utajaa kukata tamaa. I tell you, mimi nimegundua nilipoanza kujijaza maarifa, hapakuwa na kitu cha kunikatisha tamaa. Nothing. Hakuna cha kunikatisha tamaa. It is foolishness to be hopeless as a Christian. Nilipataga huyu mtu aliongea 2004. 2000 na ngapi? 2004. Kipindi hicho nakaa kwa watu. Imagine, nakaa kwa watu, alafu maisha naenda, nimeokoka hapa na miaka kama miaka mitatu, na maisha naenda, mambo yaendi. Nikasikia for the first time kwenye masikio yangu aliongea Samadeyemi, anasema it is foolishness to be hopeless as a Christian. Unajua, lilikuwa neno langu, najua liliingia ndani, likakaa ndani.
My friend, utaona hata usoni kwamba nimekata tamaa. Nina matumaini ya kesho kuliko jana yangu. Nina matumaini ya kesho kuliko. Ni vigumu sana kumkatisha tamaa mtu mwenye maarifa. Kwa nini? Huyo mtu mwenye maarifa amejaa matumaini. Huyo mtu mwenye maarifa amejaa mategemeo ya kesho. Pokea neema kutafuta maarifa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na kukata tamaa ni kubaya kuliko kufanya dhambi yoyote. Kukata tamaa maana yake ni kumwambia Mungu, utaweza tena hapo, hili jambo hili huwezi. Kukata tamaa ni kumdharau Mungu. Never give up. Unapokata tamaa unakuwa umemdharau Mungu, unakuwa umedharau uwezo wake. Sikiliza ndugu yangu, hata kama imebaki usiku mmoja, usikate tamaa. Hii ndio kwa siri ya Ayubu. Ayubu alipoteza kila kitu. Nakumbuka sio? Alipoteza watoto. Bwana Yesu asifiwe. Alipoteza mali, alipoteza kila kitu. Mke wake akamshauri, wewe kwa nini usimlani Mungu ukafa? Ayubu akamwambia, wewe kumbe unanena kama wanawake wengine wapumbavu wanenavyo. Je, tupate mema na tusipate mabaya? Asema, katika siku zangu zote nitamngoja Bwana mpaka badiliko langu litakapokuja. Lilikuja au alikuja? Badiliko la Ayubu lilikuja au alikuja? Ayubu alibadilishiwa maisha ya kubadilishiwa. Sasa angalia hii, asema lakini yeye akamwambia, wewe wanena kama mmoja wa hao wanawake wapumbavu wanenavyo. Je, tupate mema mkononi mwa Mungu na tusipate mabaya? Katika mambo hayo yote Ayubu hakufanya dhambi kwa midomo yake. Anasema in my affliction I will wait on him until my change come. Mpaka badiliko langu linijie. Mpaka badiliko langu linijie. Mpaka badiliko. So never give up. Nasikiliza my friend, anytime unapokata tamaa, mambo yanakomea hapo. Mambo hayaweza kaenda zaidi kuzidi pale ulipokatia tamaa. Mahali ulipokatia tamaa ndipo mambo yanapostopia. Things stops at the point of your giving up. Mambo yanakomea unapokatia tamaa. Kukata tamaa manake ni kubwaga manyanga, kwamba siendelei tena. Sikiliza, kukata tamaa kujai kumsaidiaga mtu. Kukata tamaa kujai kumfaulisha mtu. Kukata tamaa kujai kumwezesha mtu. Kukata tamaa kunaondoaga kwenda mbele. Nimekuja kumwambia mtu fulani asubuhi leo, never give up. Kama usikate tamaa. Kama usikate tamaa. Kama usikate tamaa. Liko tumaini kwa ajili yako. Kesho yako ni bora kuliko jana yako. Kesho yako ni bora kuliko sasa unavyopitia. Kama usikate tamaa katika jina la Yesu. Kama alibadilisha maisha ya Ayubu, kama alibadilisha maisha ya Yusufu, kama alibadilisha maisha ya Paulo, alibadilisha maisha yangu, atabadilisha maisha yako katika jina la Yesu. Kesho yako ni bora kuliko leo yako katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna aina mbalimbali za kukata tamaa, na moja ya aina mbaya ya kukata tamaa ni kujikatia tamaa. Kuna kukatia tamaa watu, sawa? Kuna aina za kukata tamaa, unajua? Kukatia tamaa watu, kukatia tamaa mazingira, kukatia tamaa mgeni. Ulikuwa mtegemea mgeni, hajaja. Kukatia tamaa kuolewa. Kwa umri sasa hivi? Hapana, mimi sipendi kabisa kuuliza kama umeolewa au hujaolewa. Hiyo ni umekatia tamaa kuolewa. Lakini kuna kujikatia wewe tamaa. Giving up on yourself. Kujikatia tamaa. Hebu nikuonyeshe mfano moja then tumalizie hapo. Kujikatia tamaa. Hii ni mbaya sana. Mtu anapokuwa amejikatia tamaa anajiona kwamba hawezi kutoboa tena. Hawezi kwenda tena. Yaani kwamba kwa umri huu niliofika siwezi kusoma tena. My friend,
Ni wewe ndio umesema uwezi tena. Inawezekana. Mimi nilianzaga safari kusoma tena at 30. Niko na miaka 30. Nikaanza kusoma tena. Nikaanza naunganisha makozi. Mpaka mke wangu somaji akasema, "Mimi wangu kwani akasema kama my friend, hii nikifika 40, nataka nifike kiwango fulani." At 30 nilianza. Bwana Yesu asifiwe. At 30, sikiliza. Hujafikia mwisho. Siyasikia hiyo yesa. Naomba nisikie kwa sauti kubwa tafadhali. Nasema hivi, hujafika mwisho bado. Nasema wewe hujafika mwisho bado. Liko tumaini kwa ajili yako. Mtu ana miaka 18 ameshakata tamaa. 18, 16. Mtu ana miaka 22 eti amekata tamaa. Ana miaka 29 eti amekwisha kata tamaa. My friend, no. Kamwe usijaribu kujikatia tamaa. Hata kama wanasema hili jambo haliwezekani, hata kama wakiandika kwa herufi kubwa, sikiliza, ile impossibility ni compound word. Unaweza kaondoa impo au haleluya, na ukaacha possibility, kwamba inawezekana kwa ajili yangu. Hata kama mambo yanaonekana yako kinyume nyume, kwa habari yangu inawezekana. Kwa habari yangu inaenda. Kwa habari yangu nasonga. Mtu fulani asubuhi ya leo, sijali ukuta na kuzuia, unaenda katika jina la Yesu. Nasema unaenda kwa jina la Yesu. Ninasema unaenda kwa jina la Yesu. Pigia Bwana Yesu makofi mengi ya shangwe. Mungu ameipaka mafuta sauti yangu. Inavunjaga miamba. Inavunjaga impossibilities. Ninatamka wa ugonjwa utaondoka. Amen. Haya mateso yataondoka. Amen. Haya maumivu yataondoka. Amen. Huo uvimbe utaondoka. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Pigia Bwana Yesu makofi mengi ya shangwe. Sikiliza my friend. Ni bora mkeo aone kwamba uendi kuliko wewe ukajiona kwamba uendi. Ni bora mmeo akuone kwamba uendi. Bora mmeo ukatia tamaa, lakini kamwe usijikatie. Bora mama yako kukatia tamaa. Kuna watu wamekatia tamaa na mama zao, kwamba huyu hapa basi. Wengi tuliambiaga hivyo, lakini leo tukitokea wanaona aibu, kwa sababu waliowategemea kwamba wataenda hawako pale tulipo. No. Ni bora wazazi kukatia tamaa, lakini usijikatie tamaa. Mimi nilikataa kujikatia tamaa. Nilikataa kujikatia tamaa. Sikiliza, ni bora kanisa likaukatia tamaa, lakini kamwe usijikatie tamaa. Sema nakataa kujikatia tamaa. Sema nakataa kujikatia tamaa. Na kitabu cha Samueli wa pili 9 mstari wa 8. Tutamalizia hapo tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mtu alijikatia tamaa kiasi kwamba hakuwa na matumaini tena. Kitabu cha Samueli wa pili sura ya 9 anza mstari wa 7. Bwana Yesu asifiwe. Na anza mstari wa 5. Tuone kitu fulani hapa tafadhali. Asema basi mfalme Daudi akatuma watu. Nani alituma watu tafadhali? Nani alituma watu? Thank you. Piga mstari neno mfalme Daudi, nitakwambia kitu baadaye hapo mbele. Asema akamuondoa katika nyumba ya Makiri. Kuna mtu hapa. Tuanze mstari wa kwanza tusome tupate maarifa zaidi. Let's start from verse 1. Twende. Asema kisha Daudi, kisha nani? Akasema, je, amesalia mtu mmoja katika nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema kwa ajili ya Jonathan? Kwa ajili ya Jonathan. Angalia mstari wa pili. Asema palikuwa na mtumishi mmoja wa nyumba ya Sauli, jina lake Siba. Basi wakamwita aende kwa Daudi, na mfalme akamuuliza, wewe ndiwe Siba? Naye akasema, ni mimi mtumwa wako ndiye. Mstari wa 3. Asema mfalme akasema, je, hakuna hata sasa mtu yoyote wa nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema ya Mungu? Siba akamwambia mfalme, Jonathan anaye mwana hata sasa, aliye na kilema cha mguu. Mstari wa 4. Mfalme akamwambia, yuko wapi? Siba akamwambia mfalme, tazama, yumo katika nyumba ya Makiri mwana wa Mieli
katika Lodebari, mstari wa 5. Basi mfalme akatuma watu, sio Daudi tena, basi mfalme Daudi. Maana kwamba alituma watu at his capacity. Sawa? Bwana asifiwe. Kule alikuwa Daudi, hapa ni mfalme Daudi akatuma watu. So ukisikia mtu anasema Pastor Charles Prosperity akatuma mtu, maana kwamba hiyo inaonyesha kwamba Pastor Charles akutuma kama Charles, alituma at his capacity, kwenye uwezo wake, kwenye nafasi yake. Bwana asifiwe. Katika nguvu zake. So basi mfalme Daudi kwa nguvu zake, kwa nafasi yake, kwa neema yake, akatuma watu, akamuondoa katika nyumba ya Makiri mwana wa Mieli katika Lodebari. Mstari wa 6, angalia. Basi Mefibosheti mwana wa Jonathan, piga mstari neno Mefibosheti. Kama inawezekana leo ondoke na jina la mtu mmoja kwenye Biblia, nenda na hili. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unajua kuna namna ambapo kama Mkristo, kuna namna ukianza kuongea mambo kwa Biblia unakuwa uko serious. Hata kwenye maombi, Mungu usinifanye kuwa kama Mefibosheti. Ukiomba hili kidogo unaonekana unakaa uzito. Bwana Yesu asifiwe. Mwana wa Sauli akaenda kwa Daudi. So kumbe Mefibosheti ni mwana wa Jonathan ambaye ni mjukuu wa Sauli. Akaenda kwa Daudi, akaanguka kifudifudi, akamsujudu. Daudi akasema, Mefibosheti, naye akaitikia, mimi hapa mtumwa wako. Mstari wa 7. Daudi akamwambia, usiogope. Sasa pamoja na tafadhali moja mbele tuko mstari wa 7. Daudi akamwambia, usiogope, maana bila shaka nitakutendea mema kwa ajili ya Jonathan baba yako, nami nitakurudishia mashamba yote ya Sauli baba yako, nawe utakula chakula mezani pangu daima. Tusome mstari wa 8 sasa kwa sauti. Nafikiri tumeshaelewa bana. 1 2 3, let's go. Akasujudu akasema, mimi mtumwa wako ni nini hata ukamwangalia mbwa mfu kama hivi? Wewe tumesoma kuanzia mstari wa 1. Daudi ametaja kuhusu mbwa mfu hapa. Shida ya Mefibosheti ilikuwa ni yeye mwenyewe, akili yake. Kuna time unajipatia majina kwa sababu ya hali ulionayo. Sikiliza, hali ulionayo does not define who you are. Mazingira ulionayo hayatoi, sio tafasiri ya maisha yako. Mimi nimekuja na kugundua kumbe hali nilizokuwa napitia hazikuwa zinaleta tafasiri ya who I am. Mimi nilikuwa zaidi sana, yani kama vile mashariki na magharibi, ndivyo zilivyokuwa hali yangu na mimi halisi. I am not what the situation says I am. I am not what my father says I am. I am what God says I am. Mimi niko vile Mungu alivyosema mimi niwe. Mtu fulani sema amen. Na Mefibosheti anasema, kwa nini unaangalia mbwa? After na akachagua sio mbwa tu mzima, mbwa mfu. Jamani, ningekuwa mimi hata ningesema hata muangalie li simba kama mimi. Wewe ungesemaje? Ungesemaje? Mbwa mfu. Asema mimi ni nini hata ukamwangalia mbwa? Mtoto wa mfalme, mjukuu wa mfalme, anajiona mbwa. Tena sio mbwa mzima, kwa sababu maandiko yanasema mbwa mzima ni bora kuliko nani? Kuliko simba aliyokufa. Yeye ajiona, yani hata mbwa hajamuona mzima, kamtafuta mbwa mfu ndio anajifananisha naye. Sema God forbid. Sema Mungu epushia mbali. Sema tena Mungu epushia mbali. Sema mimi nitajiona vile Mungu anavyosema. Na kwa nini huyu jamaa alisema hivi? Kwa sababu ya mazingira na kujikatia tamaa. Unapojikatia tamaa, my friend, unaanza kujichukulia vile Mungu ambavyo hakuchukulia. Unaanza kujiona vile ambavyo Mungu hakuoni hivyo. Mungu hakuoni hivyo. Mungu anakuona wewe ni mshindi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakuona wewe ni mshindi.
Ukiangalia biolojia, namna mbegu zinavyochavusha yai la mama, mbegu zaidi ya milioni kadhaa zinatoka na zinakimbizana. Wewe ambao umezaliwa ulishinda wengine zaidi ya mamilioni. Sawa? Wewe hujanielewa bado. Na kama unaelewa tu notes. Hujaelewa wewe halisi. Nasema hivi, siku baba yako mama yako alipochukua mimba, mbegu iliyoingia kwenye yai ni mbegu iliyoshinda. Kulikuwa na riadha, kukimbizana. Wanabiolojia wanajua kwamba mwanaume anapotoa mbegu, kuna mbegu zaidi ya milioni kadhaa ambazo zinatolewa, na zinapotoka hizo mbegu zinakimbizana. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona mtu amezaa mapacha, unajua kuna mbegu mbili zilikuwa zina kasi sawa. Haleluya. Na huyo mama pia alikuwa na DNA ya mapacha, so zinapoingia zote zimeingia pamoja. So ukiona kwamba ulizaliwa peke yako, kuna watu zaidi ya mamilioni umewashinda. Hasa mtu kama huyo, unajionaje kama wewe ni mbwa mfu? Wewe sio mbwa mfu bwana, wewe ni mshindi. Umezaliwa kushinda. Wewe sio duni, wewe sio mnyonge, wewe sio mdogo, wewe sio mchache. Wewe ni jeshi, wewe ni hodari, wewe ni... Tuko wengi. Sema ndani yangu tuko wengi, katika jina la Yesu Kristo. Sikiza my friend, umezaliwa kuja kuleta majibu ya wale waliokufa. Amen. Zile mbegu zote zile ambazo ziliondoka, zilikufa zile, wakasema sawa bwana, wewe umeshinda, sasa nenda katusemee. Nenda katusemee. Nenda katusemee. Nenda kafanya kwa niaba yetu. Nenda kafanya kwa niaba yetu. Wewe uko duniani kufanya mambo kwa niaba ya watu elfu, kufanya mambo kwa niaba ya watu wengi. Sema kwa jina la Yesu Kristo, mimi sio bahati mbaya, mimi ni mshindi. Nakataa kujikatia tamaa. Sema mimi sio bahati mbaya, mimi ni mshindi. Sema mimi sio bahati mbaya, mimi ni mshindi. Kwa jina la Yesu.